Mnamo tarehe 28 Juni 2025 majira ya saa 11 jioni, mkoa wetu ulipata tukio kubwa la ajali mbaya barabarani katika eneo la Sabasaba, kitongoji cha Mahu, kata ya Same, takriban kilomita 4 kutoka Same mjini, wilaya Same, mkoa wa Kilimanjaro, ikihusisha basi kubwa la abiria lenye usajili namba T 179 la kampuni ya Channel One lilokuwa likitokea mkoa wa Arusha kwenda mkoani Tanga, na basi dogo aina ya Costa lilokuwa na namba za usajili T 199 EFX na lumilikiwa na kampuni ya Mwasi Transporter, ilikuwa likitokea Same kuelekea mjini Moshi. Uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha ajali ni kupasuka tairi la mbele la upande wa kulia kwa basi la Channel One, na hivyo kumpelekea dereva kukosa mwelekeo wa kulimudu basi lake na kuhama upande wa kulia wa barabara na kisha kugongana uso kwa uso na Costa, na mabasi hayo yote mawili kuwaka moto mkubwa ambao umeleta madhara makubwa kwa binadamu na mali kwa kuteketea kwa moto. Ndugu wananchi, awali tulikuwa tumetoa taarifa ya vifo 39, lakini mpaka sasa natoa taarifa hii kuna ongezeko la vifo. Kwa hiyo kuna wananchi wengine wameongezeka na kufikia vifo 42 kwa wananchi waliofariki, kwa mchanganuo ufuatao: wananchi 31 wakiwemo wanawake 21 na wanaume 10, hawa walikuwa kwenye basi dogo Costa, na wananchi 11 wakiwemo wanawake 7 na wanaume 4 walikuwa kwenye basi kubwa la Channel One. Aidha, majeruhi wote wamepatiwa matibabu waliokuwa 28, ambapo kati yao 13 ni wanaume na 15 ni wanawake. Majeruhi wote hao wameendelea vizuri na wamepatiwa matibabu kwenye hospitali zetu pamoja na hospitali ya wilaya Same, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi na hospitali yetu ya rufaa ya KSMC, ambapo majeruhi hao 24 wameruhusiwa na wanaendelea vizuri na afya zao zinaendelea vizuri. Mpaka sasa tumebakiwa na majeruhi 2 ambao wako kwenye hospitali ya KSMC wakiendelea kupatiwa matibabu na madaktari wetu wanaoangalia kwa ukaribu zaidi. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, jumla ya abiria wote sasa kwenye yale mabasi walikuwa abiria 67, abiria watu wazima walikuwa ni 64 na watoto 3. Kama nilivyosema hapo awali kwamba ajali hii imeleta madhara makubwa ya kibinadamu kwa wenzetu kuteketea vibaya na moto, hali iliyopelekea miili yao ya wenzetu kuungua vibaya na kutokutambulika kirahisi. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa mkoa kwa kushirikiana na Wizara ya Afya tuliomba wenzetu wa mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya kuja kufanya na kuchukua vinasaba, yani DNA, kwa ndugu wa karibu wa wafiwa kwa ajili ya utambuzi, ili kila familia iweze kupata mwili husika wa ndugu yao na kisha kuendelea na taratibu za mazishi. Mkoa tayari umeshapokea na utaendelea kupokea. Wenzetu mkemia mkuu wa serikali amefanya kazi yake vizuri. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana kwa kazi hiyo, na leo tumekubaliana kwamba ifikapo jioni tutapata taarifa kamili ya watu ambao wamefanya uchunguzi huo kupitia ndugu zao ambao walichukuliwa sampling siku ile ya tarehe siku ya Jumapili iliyopita. Kwa hiyo tunategemea kwamba siku ya Alhamisi, kesho tarehe 3, saa 1 asubuhi kwenye hospitali ya KSMC tutakabidhi miili hiyo
kwa Watanzania wenzetu, kwa ndugu zetu, familia za marehemu kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine za mazishi. Gharama za majeneza, sanda na usafishaji wa miili ya marehemu, vitu vyote hivi vimegharamiwa na serikali kwa kutoa kiasi cha fedha kila familia ili kufanikisha mazishi ya wenzetu hawa. Aidha, maziko ya miili 6 na uliongezeka mmoja wa 7 wote wametambuliwa na ndugu zao, na hao walikuwa hawahitaji kuchukuliwa vinasaba na wameshapewa ndugu zao na wamezikwa. Wengine mmoja ile wa Tanga jana tarehe 1 na wengine wamekwenda kuzikwa tarehe 30 kule kwenye maeneo mbalimbali ya wilaya ya Same. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, serikali ya mkoa inaendelea kutoa ushirikiano wa karibu kwa familia na wafiwa wote kuhakikisha wanafanikisha zoezi hili. Aidha, serikali pia ilisaidia kuhifadhi miili yote katika hospitali yetu ya KCMC. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, kutokana na ajali hii zipo hatua zinazoweza kuchukuliwa na serikali kupitia vyombo vya usalama na taasisi zake, ikiwa ni pamoja na haya yafuatayo: moja, kukamilisha uchunguzi wa ajali na kuandaa taarifa kamili kwa vyombo vya kisheria na usafirishaji na maafa. 2, kuimarisha huduma na usimamizi hususan haya majanga ambayo yanatokea. Na 3, kuchunguza hali ya barabara na viashiria vya ajali ili kuchukua hatua za kiutawala na kiufundi kupunguza matukio kama haya. Na 4, kuandaa taarifa ya mwisho ya tukio comprehensive accident report na kuwasilisha ngazi ya taifa. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, kupitia tukio hili napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wa wilaya ya Same, hususan waliojitokeza katika zoezi la uokoaji kwa ushirikiano mkubwa waliotoa katika tukio hili, kwani wananchi hao walishiriki vyema na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kutoa msaada na uokozi. Nawashukuru sana na wale wote waliotoa vyombo vyao vya kusaidia kuzima moto, waliotoa magari yao, na tumekubaliana na katibu tawala atawaandikia barua ya kuwashukuru sana.